Lakini kwa hivi sasa tukiendelea kukupasha tulokuandalia ni kwamba mamia ya wafanyabiashara wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya maduka yao kuvunjwa na bidhaa kuibwa kwenye maandamano ya hapo jana. Katika kaunti ya Naivasha, maduka matatu na magari 9 yaliteketezwa huku mali ikiibwa na makundi ya wahuni. Hali sawia ilishuhudiwa katika kaunti ya Murang'a ambako wezi walivamia maduka mchana kutwa. Mwanahabari wetu Laura Otieno anatupa taswira ya makovu ya maandamano hayo. Jumanne asubuhi, wingu la moshi lilitanda Naivasha mjini ambapo wazimamoto walikabiliana kunusuru mali katika duka hili ambalo liliteketezwa Jumatatu usiku. Pembeni, magari yaliyoteketezwa yalisalia barabarani huku wafanyabiashara wakikadiria hasara waliopata baada ya uvamizi. Hii ni baada ya wahuni kufumania biashara wakati wa mgomo wa kupinga bei ya juu ya mafuta. Tuko hapa tusimamishe kazi yetu, mafuta iaguke, sio kuharibu biashara ya mtu. Wengine tuko na maroni. Unachukua roni ndio uweke duka yako hapo, alafu unakuja unabeba paka simu zote. Ni mtu atahazia wapi? Tumeamuka na tumesema, wewe ukipatikana na kitu ya kuimba yenye iliporo ama umebeba mtungi ama kitu ya mtu, wewe tunakushika kama mwizi na utapatana na mkono ya sheria. Katika kaunti ya Murang'a, baadhi ya wafanyabiashara walilemewa na majonzi baada ya kukagua uharibifu katika maduka yao. Hapa mikahawa na hata benki hazikusazwa. Lakini kusema ukweli, hakuna wakati maandamano imefika mpaka watu wanakuja kukula matunda za wazazi wao. Zile wanaamka, mzazi anaamka asubuhi anaenda kuuza maembe, anaenda kuuza madizi, sasa wamekula zote. Unakuta vibanda zimechomwa. Sasa kibanda na mafuta zinakujania wapi? Ukiangalia kama bangi za Murang'a, kila mahali hakuna bangi hata moja haijapigwa na mawe. Na wakipiga na mawe wakiwa hakuna giriro wanaingia ndani. Kuna hoseli nyingine iko hapa chini ya Magunando wamekuja wamechukua vitu. Nao vijana si kama kutumwa, ni kama wametumwa na gunzi. Pale tena hapa tunakuwa na bunge tena walikuja wakachukua TV. Wametupeleka hasara kubwa sana. Hata sijui kama tutaweza kufanya kazi ili tuweze kupambana na watu. Kwa sasa wafanyabiashara wamesalia hoi wasijue pa kutoa fidia ili kutuliza donda la hasara ya ghafla. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.